Bwana, ni matumaini yangu kuwa uko salama na ni mzima wa afya kabisa. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Niko hapa kukuletea taarifa kutoka kule nchini Sudani, mzozo unaoendelea nchini huko pamoja na kikosi cha RSF zidi ya mapigano makali yanaendelea nchini humo, na mambo mbalimbali ambayo paka sasa yanaweza kuendelea nchini humo utayapata kutokea hapa katika channel yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media. Nikushukuru wewe ambaye usha-subscribe, lakini kwa wewe ambaye bado, tunapoendelea kutazama nini ambacho leo tumeweza kukusogezea, kisha unabonyeza alama neno subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa Junior Media. Mzozo wa Sudani unayofaa kujua baada ya jeshi la Sudani kuiteka tena ikulu ya Raisi. Wanajeshi wa Sudani wamesema wapiganaji wake wamedhibiti ikulu ya Raisi iliyoko katikati mwa eneo la Khartoum. Katika wiki za hivi majuzi, wanajeshi wa Sudani walikuwa wamezidisha mapigano dhidi ya wanamgambo wa RSF katika mji mkuu wa Sudani baada ya kushindwa kudhibiti miji mingi tangu vita vianze mwaka 2023. Haya ndio mambo unayopaswa kujua kuhusu vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea huko nchini Sudani dhidi ya jeshi la nchi hiyo pamoja na waasi wa RSF. Hata hivyo, Sudani iko kaskazini mashariki mwa Afrika na ni mojawapo ya nchi kubwa zaidi barani, ikiwa na ukubwa wa karibu kilomita za mraba milioni 1.9 sawa na milioni 734 za maili za mraba. Sudani inapakana na nchi 7 ambazo ni Sudani Kusini, Misri, Libya, Chad, Eritrea, Ethiopia na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Nchi yenye Waislamu wengi na idadi ya watu zaidi ya milioni 50. Hata kabla ya vita, Sudani ilikuwa mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani. Zaidi ya miaka miwili tangu kuanza kwa vita, nchi hii inakabiliwa na uhaba wa chakula, maji, dawa pamoja na mafuta. Zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini humo wanakutana na uhaba mkubwa wa chakula kulingana na ripoti ya UNHCR ya mapema mwaka huu. Tangu mapigano yaanze, idadi ya watu milioni 12.5 wameachwa bila makazi nchini humo, huku baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021 baraza la majenerali lilichukua hatamu za uongozi nchini Sudani ikiongozwa na majenerali wawili walioko katikati ya mzozo huu, ambapo jenerali wa kwanza ni Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, mkuu wa jeshi na ni rais wa nchi, na naibu wake Jenerali Mohamed Hamdani Dagalo ambaye ni kiongozi wa waasi wa RSF ambaye pia anajulikana kama jina la Hemeti. Wawili hao walikosa kukubaliana na mwelekeo wa nchi na pendekezo la kuhamia utawala wa kiraia. Vikwazo vikuu vilijumuisha mapigano ya kuingiza wanajeshi wa RSF 100,000 katika jeshi kuu, na ni nani ataongoza kikosi hicho kipya. Wasiwasi ilikuwa kwamba majenerali hawa wawili walikuwa wanataka kubaki madarakani na kutaka kudumisha ushawishi wao. Kabla ya vita kuanza mwaka 2023, wakati pande hizo mbili walikuwa wakishirikiana na kuwa na uhusiano mwema, wanajeshi wa Sudani walipatia jukumu RSF kulinda baadhi ya taasisi muhimu huko Khartoum kama vile uwanja wa ndege, makao makuu ya jeshi, majengo ya vyombo vikuu vya habari na ikulu ya Raisi. Wakati vita vilipoanza, RSF walikuwa tayari wanadhibiti ikulu hiyo. Walishikilia hadi jeshi la Sudani wiki jana kutangaza kuwa limedhibiti ikulu hiyo iliyoko Khartoum. Ikulu hiyo inachukuliwa kama ishara ya uhuru wa Sudani kwa umuhimu inayokuwa nayo. Kudhibiti ikulu ya Rais ambayo sasa imeharibiwa ni ishara na sio vile kimkakati, ikiashiria ushindi wa wanajeshi wa Sudani dhidi ya waasi wa RSF. Imeongezea maeneo ambayo wanajeshi wa Sudani wamedhibiti kwa mara nyingine katika wiki za hivi majuzi. Inatoa ishara kuwa wanajeshi wa Sudani wanakaribia kudhibiti jiji la Khartoum kikamilifu. RSF ilianzishwa mwaka 2013 ikiwa na mzizi katika kundi maarufu la Janjaweed ambalo lilipigana na waasi eneo la Darfur.
Kundi hili limeshutumiwa kwa kutekeleza mauaji ya kikabila dhidi ya watu wa Darfur wasio na asili ya Kiarabu. Tangu wakati huo, Jenerali Dagalo ameunda kikosi cha kijeshi chenye nguvu ambacho kinatumika kutuliza mizozo nchini Yemen pamoja na Libya. Aidha, ameanzisha maslahi ya kiuchumi ikiwa ni pamoja na kudhibiti baadhi ya migodi ya dhahabu nchini Sudani. Kabla ya vita hivi vinavyoendelea kuchipuka, RSF wamelaumiwa kwa kutekeleza dhuluma dhidi ya haki za kibinadamu, ikiwemo mauaji ya waandamanaji 120 mwezi Juni mwaka 2019. Umoja wa Mataifa umeshutumu vikali RSF na wanajeshi wa Sudani kwa kutoheshimu haki za kibinadamu katika vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe. Waasi hawa ambao sio wanajeshi wa Sudani wameonekana kuwa kichocheo cha utovu wa usalama nchini humo. Saa chache baada ya jeshi la Sudani kutangaza kuteka tena ikulu ya rais, RSF ilizindua shambulizi la ndege isiyo na rubani kwenye ikulu hiyo. Shambulio hilo la anga limeripotia kuwaua watu kadhaa, wakiwemo waandishi watatu wa habari wa televisheni ya taifa ya Sudani. Msemaji huyo wa RSF alisema baadaye katika taarifa yake kwenye Telegram kwamba vita vya kuwania ikulu bado vitaendelea na bado wako karibu na eneo hilo. Jeshi la wanamgambo lilisema lilifanya operation ya kijeshi ndani ya ikulu na kuua maadui 89. RSF pia ilisema iliharibu magari mbalimbali ya kijeshi, kusisitiza kwamba wataendelea kupigana. Mji mkuu wa pande tatu za Sudani una miji mikuu mitatu: Khartoum, Bahri kaskazini mwa Khartoum na Omdurman. Miji hiyo miwili, Bahri na Omdurman, iko chini ya udhibiti wa jeshi, wakati mapigano yanaendelea Khartoum ambapo RSF bado iko madarakani katika baadhi ya maeneo ya kimkakati. Taasisi muhimu iliyoachwa chini ya udhibiti wa RSF huko Khartoum ni uwanja wa ndege wa kimataifa. Ingawa haifanyi kazi, lakini ina umuhimu wake katika mzozo huu wa madaraka. Eneo kubwa la umuhimu wa kimkakati linaloshikiliwa na RSF ni bwawa la Jibir Auria, kwa kuzingatia eneo lake liliunganisha sehemu ya magharibi ya Sudani ikiwa ni pamoja na Darfur hadi katikati mwa nchi. Bwawa hilo ni njia muhimu ya ugavi wa RSF na inaweza kutoa njia yao ya kutoka Khartoum. RSF pia bado wanadhibiti eneo la kimkakati la Armogan ambapo mto wa Blue Nile unaungana na White Nile katikati mwa Khartoum. Kisiwa cha Tuti kinafikiriwa kuwa eneo rahisi jeshi la Sudani kudhibiti tena. Eneo hili liko kati ya miji mitatu ya mji mkuu unaozingirwa na RSF tangu vita vilipozuka. Uwiano wa mamlaka sasa unaegemea upande wa jeshi baada ya kufanya maendeleo dhidi ya RSF katika miezi ya hivi karibuni. Tangu mwezi Septemba mwaka 2024, jeshi liliondoa RSF katika maeneo muhimu, hasa ni miji mikuu miwili katika mji mkuu Bahri na sehemu kubwa ya Omdurman pamoja na jimbo la Al-Jazira. Jeshi lina faida ya kuwa na nguvu za anga na silaha ambazo RSF inakosa. Muungano pia una jukumu katika vita hivi. Wakati kamanda wa RSF wa eneo la Al-Jazira Jenerali Abu Akra Kaikar alipojitenga na jeshi, alivipa vikosi vya serikali kudhibiti jimbo hilo. Walakini RSF bado ina safu ya silaha na jeshi kubwa la mapigano. RSF bado inadhibiti maeneo makubwa ya nchi ikiwa ni pamoja na sehemu kubwa ya eneo la magharibi la Darfur ambalo limekumbwa na ghasia mbaya zaidi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema RSF imekuwa ikiungwa mkono na mataifa ya jirani ya Afrika zikiwemo Chad, Libya na Sudani Kusini katika muda wote wa vita.
Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umeshutumiwa kwa kuipatia silaha RSF, lakini taifa hilo la Ghuba limekanusha kuhusika kwa vyovyote vile. Mnamo mwaka 2024 Uingereza na Marekani zilitaka UAE kukoma kuunga mkono pande zinazopingana na Sudani. Pia kuna ripoti kwamba ndege zisizo na rubani zilitengenezwa na Irani kusaidia na zimesaidia jeshi la RSF kurejesha maeneo karibu na Khartoum. Uchunguzi wa mwaka 2024 ulipata ushahidi kwamba jeshi la Sudani lilikuwa na usambazaji wa silaha kutoka Irani, nyingi zikiwa ni ndege zisizo na marubani. Katika mahojiano ya hivi majuzi na vyombo vya habari, waziri wa mambo ya nje wa Sudani Youssef Al-Sharif alisema majeshi ya magharibi yaliweka kizuizi kwa Sudani ambayo iliwasukuma kugeukia nchi yoyote kununua silaha. Al-Sharif pia alizungumza kuhusu baadhi ya mapigano inayohusiana na kuanzishwa kituo cha ugavi wa majini kwa meli za kijeshi za Urusi kwenye pwani ya Sudani na tazamana na Bahari Nyekundu. Ilikataa kuita kambi ya jeshi la majini na alikataa ukosoaji wa makubaliano yanayoipa Urusi nafasi ya kufikia nchi yake. Mnamo mwaka 2023 ushahidi mpya wa mauaji ya kikabila huko Darfur, ambayo mauaji hayo yamelaumiwa na wanamgambo ambao ni sehemu ya wanashirikiana na RSF. Kwa mujibu ya ripoti ya mwaka jana kutoka kwa shirika linaloangazia haki za kibinadamu Human Rights Watch, ilisema Uingereza, Umoja wa Mataifa, Marekani na mashirika mengine wamesema raia walioko majimboni wanalengwa kutokana na asili yao. Vile vile ubakaji unaotumiwa kama aina ya vita, yanasema UN, huku wapiganaji wakidhulumu kingono wanawake wasio na asili ya Kiarabu na matusi wakati wanapotekeleza ukatili huo, wakisema kuwa watalazimisha kupata watoto wenye asili ya Kiarabu. Kulingana na mtaalamu wa masuala ya mauaji ya kimbali ya Umoja wa Mataifa UN, alisema kuwa Darfur imeendelea kushuhudia ongezeko la mauaji hayo wakati ulimwengu unaangazia vita vya Ukraine pamoja na Gaza. Mauaji yanaendelea sasa kwa muda yamejikita katika mzozo wa rasilimali kati ya wakulima wa jamii za asili ya Kiarabu na wafugaji wa jamii zisizo na asili ya Kiarabu. Waasi wa RSF wamekanusha vikali kwa mauaji ya kimbali yanayolenga makabila fulani Darfur, wakisema haihusiki na kile wanachokitaja ni mzozo wa kikabila. Mwanahabari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni habari za kimataifa kutoka kule Sudani na mzozo unaendelea kati ya serikali na waasi wa RSF. Hizo zilikuwa ni habari ambazo tumeweza kukusogezea hapa, na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujua ni nini ambacho kinaweza kuendelea Sudani pamoja na waasi wa RSF nchini huko. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye usha-subscribe, niseme asante, na kwa wewe ambaye bado, hakikisha unapomaliza kuangalia video hii, hapo chini ya video yako utaona kuna alama imeandikwa subscribe, nenda kabonyeze turn on notification ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila aina taarifa pale ambapo tunakuwa tumepandisha taarifa hizi hewani. Kutoka hapa sina la ziada, naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kwa habari nyingi za kimichezo, burudani na hata zile za kimataifa ambazo zimeweza kutokea ndani ya nchi ya Tanzania na hata nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania, unaweza kuzipata hapa, kujua ni nini ambacho kimeweza kuendelea. Kutoka hapa sina la ziada, naitwa Junior, nikuage, nikutakia siku njema. Bye bye.